Klabu ya Manchester United ipo kwenye mazungumzo na mchezaji wake Harry Maguire ili kuona ni namna gani ambavyo inaweza kumuongezea mkataba mpya ambao utamfanya baki klabuni hapo kwa kipindi kirefu zaidi, kwa sababu mchezaji huyo pia tayari mkataba wake ulikuwa unaelekea kuisha ifikapo mwezi Juni mwaka 2026, lakini klabu hiyo imeona kuna kila sababu ya kuweza kumongezea mkataba mchezaji huyu ili akaweza kudumu zaidi katika klabu hiyo. Na haikumbuke kwa miaka ya nyuma Harry Maguire alikuwa hana performance nzuri sana kiwanjani na alikuwa akijichoma kiasi kwamba imani ya mashabiki ikaweza kupotea na timu ikawa tayari kuweza kumuuza kwa klabu ya West Ham United, lakini Maguire mwenyewe alikataa na akasema atapambana kuhakikisha kwamba anaaminika tena na kurudisha kiwango chake. Na kweli Maguire alianza kurudi taratibu na kuanza kuwa na perform vizuri kiasi kwamba cha kuweza kuaminiwa na makocha kama Ruben Amorim, lakini pia kocha Erik ten Hag ambaye aliweza kutimuliwa. Kwa hiyo Harry Maguire anaenda kuongezewa mkataba huo, lakini washambulizi wengi wamekuwa wakizungumza kwamba Harry Maguire ni aina ya mchezaji ambaye ni kiongozi. Kwa hiyo kuongezewa kwake mkataba ni kama Man U inaenda kuangalia namna gani ambavyo inaweza kuwa na wachezaji ambao wana hiyo karakta ya uongozi kiwanjani, kwa sababu ukimtaja mchezaji kama Delight hana karakta hiyo ya uongozi. Lenioro bado ni mchezaji ambaye kiumri bado ni mdogo, lakini pia hana karakta ya uongozi kwa kiwango kikubwa. Vile vile pia ukienda kumtaja Emi Martinez, naye hana kiwango hicho cha uzuiaji ama cha ulinzi, cha uongozi zaidi kiwanjani. Kwa hiyo Harry Maguire ni kama vile peke yake na hiyo character kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo United huenda imeona kwamba inakosa mchezaji wa aina hiyo na ina kila sababu ya kuhakikisha kwamba inaweza kumuongezea mkataba ili aweze kusalia kwenye timu hiyo. Kwa hiyo Harry Maguire huenda kaendelea kuwepo zaidi na zaidi Manchester United, lakini pia hapo wakati ambapo yanaendelea kubaki klabuni hapo, pia wachezaji kama kina Bruno Fernandes nao mambo sio mabaya, wataendelea kuwepo kikosini hapo kwa muda mrefu zaidi ili kuhakikisha kwamba wanaweza kutengeneza project bora zaidi ya klabu ya Manchester United.